Yes, ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametutendea mimi na wewe kuungana katika kipindi hiki cha Domi. Lakini tukikumbuka kuwa tuna Muumba wetu ambaye yeye anatuangalia sisi kwa jicho lengine. Anatuangalia sisi kwamba sisi ni watoto wake. Endapo pale tutakosea basi tutamtanguliza yeye. Basi hatuna budi kumshukuru yeye na kumwambia Baba, tunakukabidhi sisi ujana wetu, ukausimamie wewe na ukatuongoze wewe. Basi mimi nisonge sana, acha tuende break, tutarudi. Kiganjani kwa uwazi. Ndio, sasa unaweza kujiunga na kupata taarifa zote za miamala yako popote ulipo. Efata Inua Jamii SACCOS inakuletea suluhisho rahisi na la kisasa kupitia mfumo wa wakanti. Jiunge leo ufurahie huduma za kifedha zilizo salama, za haraka na uwazi muda wote. Pia unaweza kupakua app ya wakanti kupitia Google Play au Apple Store. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 095793. Efata Inua Jamii SACCOS. Uaminifu thabiti, ukuaji wa pamoja. Yes, na tumerudi tena katika Inside Domi. Na leo katika Inside Domi bwana, nataka nikusanue juu ya habari ya Samsoni. Samsoni ni kijana ambaye ameandikwa katika kitabu cha Biblia. Ni kijana ambaye alikuwa nazo nguvu, na tunaona kwamba nguvu zake zilikuwa kwa kupitia nywele zake. Na haya yote tutawapata katika kitabu cha Waamuzi pale kuanzia mstari wa 13 mpaka 16, ndipo ambapo kuna historia ya Samsoni. Tunaona mwanzo wa historia yake mpaka mwisho. Na mimi natamani nikupitisha katika maeneo machache tuone kwamba historia ya Samsoni ilianzia wapi. Waamuzi 13 mstari wa kwanza unasema kuwa wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mke wake alikuwa ni tasa, akuzaa mtoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke, akamwambia, tazama, wewe sasa yutasa uzai, lakini utachukua mimba, utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadharini na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto wa mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa ni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Waisraeli na mikono ya Wafilisti. Ndipo yule mwanamke akaenda kumwambia mume wake akisema, mtu wa Mungu alinijia, na uso wake ulikuwa ni uso wa malaika wa Mungu wa kutisha sana, nami sikumuuliza unatoka wapi, wala hakuniambia jina lake ni nani. Lakini aliniambia, tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, maana mtoto huyo atakuwa ni mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Ndipo huyo Manoa akamwomba Bwana akisema, Bwana, na kuomba yule mtu wa Mungu uliyemtuma aje kwetu mara ya pili, atufundishe hayo yatupasayo kumfanyia huyo mtoto atakayezaliwa. Katika mstari wa 9 unasema kuwa Mungu akasikiliza sauti ya Manoa, naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena alipokuwa akiketi shambani, lakini mumewe Manoa hakuwepo pamoja naye. Mstari wa 10 unaelezea kuwa basi huyo mwanamke akaenda haraka, akapiga mbio na kumwambia mume wake, tazama, huyo mtu amenitokea, huyo ni aliyenijilia siku ile. Basi Manoa akainuka, akamwandama mke wake na kumfikiria mtu huyo, akamuuliza, je, wewe ndiye mtu uliyenena na huyu mwanamke? Akasema, naam, ni mimi. Manoa akasema, basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia, je, huyo mtoto atakuwa ni namna gani na kazi yake itakuwa ni nini? Malaika wa Mungu akamwambia Manoa, katika hayo yote niliyokuambia, mwanamke ajihadhari. Katika yale yote ambayo mwana wa Mungu aliweza kumwelezea yule mwanamke wa Manoa, alimwambia kwamba atachukua mimba, atazaa mtoto wa mwanamume, na mtoto huyo atakuwa ni mnadhiri wa Mungu, mtoto ambaye tayari ameshakubalika, na mtoto huyo atakuja kwa lengo la kuwaokoa wana wa Israeli. Lakini mwisho wa siku tunaona kwamba alikuja akazaliwa mtoto wa kiume,
ambaye aliitwa Samson. Na Samson alibarikiwa uwezo mkubwa sana, alipewa nguvu, na ndio maana akaambiwa kwamba nguvu zake zipo katika nywele zake. Hivyo basi wembe usipite katika kichwa chake, kwenye nywele zake. Na tunaona mwisho wa siku ni kweli Samsoni alikuja kuwa mtu mkubwa na mwenye nguvu, lakini alikuwa anakutana, tunaweza kusema ni changamoto ambazo watu wanatamani wajue nguvu zake zilikuwa ni wapi. Na tunaona baadhi ya wanawake wake ambao walikuwa nao walikuwa wanatamani wajue huyu nguvu zake ziko wapi, ili waende kuongea na Wafilisti ili waweze kumuua au kumshusha Samsoni, kutokana na tayari alikuwa ni mtu ambaye ameshatumwa na Mungu. Akatumwa Delila, huyu ndio mwanamke ambaye wa mwisho. Delila alivyotumwa, alienda kumchunguza Samsoni, akamwambia, naomba uniambie ukweli, nguvu zako ziko wapi? Natamani kujua nguvu zako hizo ambazo uko nazo zinatokana na nini? Mwisho wa siku Samsoni alisema kwamba nguvu zangu zinatokana na nywele zangu. Na tukumbuke kuwa Samsoni alikuwa hapaswi kusema kile ambacho kipo ndani yake, yani kile ambacho yeye amepewa na Mungu, kwa sababu tukumbuke kuwa yule ni alikuwa amekubalika tayari. Mungu alimtuma yeye kwa lengo la kuja kuwaokoa wana wa Israeli. Basi Delila akatumia udhaifu wa Samsoni, na tunaona baada ya Samsoni kupitiwa na usingizi ndipo ambapo alichukua wembe akaanza kumkata zile nywele. Na hayo yote Delila alikuwa anafanya kwa lengo gani? Alikuwa anafanya ili kuweza kufanikisha ule mpango wa Wafilisti. Wafilisti walikuwa wanamtafuta sana Samsoni, wajue nguvu zake, uweza wake uko wapi, kwa nini anakuwa na nguvu za ajabu hivi, chanzo cha nguvu zake ni nini? Na tunaona mwisho wa siku ilikuwa ni nywele zake. Na Delila alikuja akazikata zile nywele, na baada ya Delila kuzikata zile nywele za Samsoni ndipo ambapo ilikuwa mwisho wa nguvu za Samsoni. Samsoni alikamatwa na Wafilisti. Baada ya kukamatwa, Samsoni akaenda kutupwa gerezani, na alipoenda kutupwa gerezani alitolewa macho yake yote mawili. Kwa hiyo alikuwa tena ni kipofu. Na kama tunavyojua kwa ulimwengu wa sasa ambao tunaishi, ukipoteza nguvu basi wewe si chochote, si mtu yeyote, kwa sababu nguvu ndo kila kitu katika haya maisha. Kwa sababu ukishakuwa na nguvu, una uwezo wa kufanya kazi, una uwezo wa kufanya hiki na hiki ili uweze kuletea familia yako, una uwezo wa kupigana, una uwezo wa kufanya chochote ili kuja kuokoa maisha yako au taifa lako. Lakini sasa mwisho wa siku Samsoni, yeye nguvu zake ziliondoka, na baada ya nguvu zake kuisha, na nguvu zake zilikuwa kutokana na nywele zake. Baada ya nguvu zake kuisha, tunaona kuwa alienda kutupwa gerezani. Waamuzi 16 mstari wa 28, Samsoni akamuita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke, naomba na kuomba ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kisha Samsoni akazishika zile nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikuwa juu yake, akazitegemea moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ili nyumba iwaangukie hao wakuu na watu wote walioko ndani yake. Basi wale watu aliowaua wakati wa kufa kwake walikuwa ni wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Ndipo ndugu zake na watu wote wa nyumba ya baba yake wakateremka, wakamkamata, wakamchukua, wakamzika kati ya Sora, katika kiwanja cha kujizikia cha Manoa baba yake, naye alikuwa mwamuzi wa Israeli kwa muda wa miaka 20. Hapa ndipo ilikuwa ni mwisho wa historia ya Samsoni. Tunaona kwamba kabla ya kupoteza uhai wake, alimwomba Mungu ampe zile nguvu za mwisho ambazo zilikuwa ni kwa ajili ya kuwaua wale wakuu wa Wafilisti, ili kupoteza kabisa
ule unyanyasaji ambao walikuwa wanafanywa wale watu wa Israeli. Na haya yote mimi nimekuambia kwa ajili gani? Hapa tunapata mafunzo machache. Funzo la kwanza linasema kuwa nguvu bila nidhamu ni hatari. Unaambiwa kwamba wewe unapewa nguvu. Tunaona kwamba Samsoni alikuwa na nguvu kubwa kuliko vijana wote wakati wote, lakini hakujidhabiti hasa katika mambo ya mahusiano, hasira, uchaguzi wa marafiki. Alikuwa anaingia kwenye mahusiano na watu ambao sio sahihi. Tunaona alianza na yule mke wa kwanza alikuwa anaitwa Timna, akaja akaingia na yule malaya ambaye alikutana naye Gaza, lakini pia akaja akaingia na Delila ambaye aliingia naye katika mahusiano, lakini mwisho wa siku hakupata chochote na ikampelekea kupoteza nguvu zake. Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza hapa inasema kwamba usitumie kipawa chako vibaya. Mungu alimpa Samsoni nguvu kwa kusudi maalum kuwaokoa wana wa Israeli dhidi ya Wafilisti, lakini mara nyingi Samsoni alikuwa anatumia nguvu zake kwa hasira, visasi, kwa kutafuta kujionyesha. Hatumii nguvu zake sasa na Mungu vile alivyompa kwa lengo la kuwaokoa wana wa Israeli. Alikuwa anatumia nguvu zake kwa lengo baya. Lakini pia kitu kingine hapa kinachosema kuwa siri ya maisha yako usimpe mtu. Samsoni alifichua siri ya nguvu zake kwa mtu aliyempenda kihisia, sio kwa roho. Na tunaona kwamba mwisho wa siku siri ya maisha yake au siri ya nguvu zake ndio ilikuwa mwisho wa historia yake, kwamba tunaona yule mtu ambaye aliingia naye kwenye mahusiano amempotezea nguvu zake, amepoteza nguvu zake, amepoteza uhai wa Samsoni, kwa sababu yamkini angekuwa hajanyolewa zile nywele zake angezidi kutenda mambo makubwa katika ule mji wa Israeli. Lakini sasa baada ya Delila kumkata nywele zake ndipo ambapo ilikuwa mwisho wa maisha ya Samsoni. Lakini pia unaambiwa kuwa ushindi wa kweli unakuja unapomrejea Mungu wako. Hapa tunakuwa Samsoni alipokosa kwa Mungu, alishindwa kumrejea Mungu wake, alipata ushindi wa mwisho. Alijua kabisa amekosa, na ndio maana akaamua kumrejea Mungu wake na kumwambia, Baba, naomba unigaie zile nguvu zangu za mwisho basi ili niweze kuwaua hawa wakuu wa Wafilisti. Na tunaona kwa hapa tunazungumzia vijana wanafundishwa kwamba ushindi, mafanikio, nguvu na heshima ya kweli unatakiwa uwe nazo wewe kijana, kwa sababu ushindi wa kweli unakuja pale ambapo unamrejea Mungu wako. Ukishamrejea Mungu wako, basi hivi ushindi, mafanikio, vitu hivi vinakuwa kwako ni vya kawaida kabisa. Lakini kitu kingine ambacho hapa tunajifunza ni kuzungumzia kipawa kinachotoka kwa Mungu, na Mungu anaweza kukiondoa. Kile ambacho Mungu anakupa, shukuru, mwambie Baba, asante kwa hiki ambacho umenipa, kwa sababu wengine wanatamani kukipata lakini hawakupata uwezo wa kukipata iko kipawa ambacho wewe umepewa. Basi ujue kile ambacho anakupa yeye, na ana muda wote anaweza kukiondoa au kukitoa katika maisha yako. Sasa na Samsoni tunaona kwamba nguvu zake ni za kudumu, lakini alipoenda kinyume na maagizo ya Mungu, nguvu zikaondoka. Mwisho wa siku kipawa cha nguvu kiliondoka kwake, kwa sababu kile ni kipawa ambacho Mungu alimpa. Tunaona kwamba Mungu alimkubali, alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, na Mungu akamkubali kwamba huyu namtuma ili aweze kwenda kuokoa taifa langu la Israeli. Lakini mwisho wa siku Samsoni alijiingiza kwenye mahusiano ambayo yalimfanya kupoteza nguvu zake, na mwisho wa siku tukaona kwamba historia ya Samsoni iliishia hivyo. Ndugu zake wakamchukua na kwenda kumzika kule Sora, mpaka babake ndipo ambapo alikuwa anataka na Samsoni apelekwe kule. Hapa ndipo ambapo nataka nikusanue wewe kijana. Nimekuambia haya yote kwa lengo la kujifunza. Mimi na imani kupitia historia ya Samsoni, unaweza ukachukua kitu cha kitofauti. Ni namna gani uenende, ni namna gani ufanye ili na wewe uwe kijana bora. Nikukumbushe tu, hii ilikuwa ni Inside Domi. Basi acha tukaungane na MC Kuse katika Days Talk. Jina langu mimi naitwa Vase Edward. Yes, ni Domi ya Efata TV. Right now ni Days Talk. Kama kawaida, the weekend tulikuwa tunakwenda kuimaliza. Leo ni Ijumaa. Vipi? Kwenye Days Talk leo tutajadili nini?
Wewe kijana mwenzangu naye nitazama popote pale ulipo, mimi nakwambia ujanja ni mmoja tu. Ujanja ni kuwa na Yesu. Huyo ndio mwamba mwenyewe ambaye alikufa afu akafufuka. Mwamba mwenyewe Yesu ndiye daktari ambaye alimtibu Bartolomayo hata pasipo kumpa miwani. Yesu ndiye mwamba mwenyewe ambaye alimfufua Lazaro ambaye alikuwa amekufa, afu Lazaro akafufuka. Just imagine, huyo ndio mwamba wa miamba, na huyo ukimpokea kijana basi umemaliza yote. Mimi naitwa MC Kuse, unaweza kanita Benjamin Kusenge, the church boy. Sina mbambamba na Yesu wangu, sina ubaya na Yesu wangu, sauti ya dhahabu. Nipo hapa kuhakikisha tunajadili yale maswala ya kivijana, na siku ya leo tutaongelea swala dogo tu, nguvu za vijana na ushindi wao. Vipi wewe kijana unaonitazama, una nguvu? Nguvu zako unatumia kufanya nini? Basi siku ya leo tutakwenda kujadili juu ya nguvu, umuhimu wa kutumia nguvu hasa wakati wa ujana vizuri. Kuna wazee wameharibikiwa maisha, ukiangalia asilimia kubwa walichezea nguvu zao msimu wakiwa vijana. Siko peke yangu on studio, tupo na kijana mwenzetu ambaye yeye ameokoka na mpenda Yesu, naye tutajadili naye hapa nguvu hasa vijana, inabidi tutumie nguvu zetu kufanyia nini. Sasa twende break kidogo, na tukirudi hapa basi tutakuja kuzungumza moja kwa moja. Kiganjani kwa uwazi. Ndiyo, sasa unaweza kujiunga na kupata taarifa zote za miamala yako popote ulipo. Efata Inua Jamii SACCOS inakuletea suluhisho rahisi na la kisasa kupitia mfumo wa Wakanti. Jiunge leo ufurahie huduma za kifedha zilizo salama, za haraka na uwazi muda wote. Pia unaweza kupakua app ya Wakanti kupitia Google Play au App Store. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 095793. Efata Inua Jamii SACCOS, uaminifu thabiti, ukuaji wa pamoja. Kama nilivyokuambia, tupo na kijana mwenzetu ambaye niko naye hapa live kabisa. Kaka, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Njema. Mishe zinaendaje? Mishe bwana zinaenda. Mishe zinaenda, maisha yanaenda vizuri sana. Kabla sijakupa nafasi ya kumsalimia mtazamaji, nipe sifa tu 2 za Yesu ambazo unazijua wewe kwako. Yesu, hizi sifa ndo kubwa sana yani. Yaani Yesu ndo ana hizo sifa za hatari. Sifa za Yesu anazo sifa nyingi kama tunavyozijua. Lakini kuna zile sifa tunasema sifa binafsi. Wewe unazielewa. Sawa? Mimi Yesu kwanza ni kaka yangu. Yesu ni kaka yako. Yeye ni firstborn. Biblia imesema alivyokufa na kufufuka akawa mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo yeye ni kaka yangu, ni my firstborn brother. Kaka yako. Kwa hata ninapokuwa na deal na mambo mengine namhusisha firstborn. Kaka bwana, kuna hiki namna hivyo. Lakini sifa nyingine ya pili ambayo mimi binafsi naipenda, Yesu ni jibu. Yesu ni jibu. Ishia hapo hapo. Mtazamaji anataka akujue wewe ni nani, vipi umeokoka, maisha yanaendaje? Jitambulishe kwa kijana pale aweze kutambua. Mimi naitwa Deogratius Fidelis Chwila, ni mwalimu wa watoto lakini pia ni kiongozi wa vijana katika kanisa la Efata Mwenge. Hongera kwanza kwa kuwa kiongozi wa vijana pia mwalimu wa watoto. Asante. Maana ni vijana wachache sana ukuta anafundisha watoto. Ni wito. Tumeitika. Yes, siku leo tunataka tujadili kwamba nguvu za vijana na ushindi wao. Namna gani kijana anaweza kutumia nguvu zake na akafanikiwa, kwa sababu tunaona dunia sasa hizi vijana wengi wanatumia nguvu zao kwa mambo ambayo sio, mwisho wa siku yanawasababishia majanga makubwa. Lakini pia ukitazama hata pale kwenye Biblia, Yohana wa kwanza 2:14, Biblia inasema kwamba nimwandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno limo ndani yenu, nanyi mmemshinda muovu. Sasa ukiangalia Mungu naye pia amecategorize kwamba amewachagua vijana kwa sababu wana nguvu. Manake pia Mungu anatambua kwamba yani kuna nafasi ya vijana katika kazi ya Mungu, si ndio? Sasa twende tukaangazie kwanza maana ya nguvu kiujumla, alafu twende tukatambue pia aina ya nguvu. Okay, maana ya nguvu. Nguvu ni au uwezo wa kufanya jambo au kazi fulani. Waingereza wanasema power is the ability or capability to do something, kukamilisha jambo fulani. Kwa mfano, mimi kunyanyua mkono tu huu ni nguvu. Kuna mtu anashindwa kunyanyua. Umeona? Kwa hiyo nguvu inaanzia tu kukuwezesha wewe kukamilisha jambo fulani. Aina za nguvu zipo aina tofauti, lakini kimsingi tuna nguvu ya kiroho, nguvu ya kiuchumi, nguvu ya maamuzi, nguvu ya kiakili
nguvu ziko tofauti tofauti kutokana na maeneo. Ndio. Lakini sasa ukija kwenye neno lenyewe nguvu lina maana yake yenyewe tofauti tofauti. Labda tu nikupitishe tu haraka kwenye Biblia. Ndio. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 1 na mstari wa 8. Napenda na kijana mwenzangu ili aweze kuelewa ajue tunatoa wapi hivi vitu. Maana vijana pia wanahitaji kujua imetoka wapi. Imetoka wapi? Yes. Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 8. Biblia inasema hivi, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nitarudia, lakini mtapokea nguvu. Yes. Kwa hiyo kabla wanafunzi hawajapewa kwenda dunia nzima, Yesu aliwaambia subirini, mpateni nguvu kwanza muweze kwenda kukamilisha kazi hii ambayo uko nayo. Lakini nijazie tu hapo, hili neno nguvu kwa Kiingereza ni neno ambalo limetafsiriwa power. You shall receive power. You see power. Lakini ukienda kwenye Kigiriki, kwa sababu Biblia mwanzoni Agano Jipya limeandikwa Kigiriki, kuna neno limetumika hapa. Umeona, hili neno lilotumika hapa dunamis. Maana yake ability to cause changes, maana yake uwezo wa kusababisha mabadiliko. Sio nguvu tu. Kwa nikimwambia mtu nguvu kuna namna anaelewa. Ila nikimwambia uwezo wa kusababisha mabadiliko yani ni nguvu, lakini nimemuelezea na taarifa nyingine ambayo itamwezesha kuwa vizuri. Kwa hiyo na leo natamani tuangazie nguvu ya kiroho na nguvu ya kiuchumi. Maana ndo msingi wa vitu vingine hivi vyote. Ndio. Nguvu ya kiroho na nguvu ya kiuchumi. Sasa tukiangalia katika mafanikio ya kijana kwanza. Manake ili kijana manake afanikiwe atakuwa anahitaji kuwa na nguvu ya kiroho na nguvu ya kiuchumi, si ndio? Kati ya nguvu ya kiroho na nguvu ya kiuchumi, ipi ikiwa ina nguvu ndio inamsababisha kijana kufanikiwa zaidi? Either awe na nguvu ya kiuchumi sana kuliko nguvu ya kiroho atafanikiwa, au awe na nguvu ya kiroho sana kuliko nguvu ya kiuchumi ndio atafanikiwa. Swali lako linanirudisha kwenye sehemu. Unajua nguvu ya kiroho ni ya msingi. Ni msingi wa kuanzia, ndio unaobeba nyumba. Unaona? Yaani ni sawa na samaki, ili aishi lazima awe wapi? Ndani ya maji. Kwa hiyo ili kijana wa sasa hivi afanye vizuri ni lazima awe na nguvu ya kiroho. Nikisema nguvu ya kiroho ninazungumzia maisha yake na mahusiano yake na Mungu, especially Roho Mtakatifu. Kwa sababu sasa hivi Mungu Baba aliumba mbingu na nchi. Yesu Kristo amekuja, ametuokoa, ametuanzishia kanisa. Roho Mtakatifu yupo kutuhakikisha na kutusaidia tunakamilisha kazi ya kanisa mpaka siku ya unyakuo. Kwa hiyo kijana anatakiwa awe na mahusiano ya karibu tena binafsi ya yeye na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndo amepewa wewe, na Roho Mtakatifu amepewa sisi mpaka ukamilifu wa nini? Wa dahari. Yesu anasema sitakupungukia wala sitakuacha. Niko pamoja na wewe mpaka ukamilifu wa nini? Dahari. Lakini tunamwona Yesu anasema niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari, alafu anapaa. Nakumbuka tulikuwa tunaangalia movie ile kipindi cha Easter. Unaangalia movie ya Yesu. Tunaona Yesu amepaa. Lakini amesema niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Alikuwa anamaanisha nini? Kupitia nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nguvu ya kiroho, kuna vitu ambavyo kijana anatakiwa aviangalie, avifuatilie, vimsaidie. Kwenye nguvu ya kiroho ambayo ndio ya msingi sana, kuna vitu kadhaa ambavyo nimemwandalia kijana mwenzetu leo avisikie, avielewe, akavitumie. Kwa sababu najua kila siku tunaishi kutokana na kanuni tulizo nazo. Kwa hivi ninavyokupa kijana ni kanuni ambazo za kusaidia wewe ufanye vizuri kwenye maisha yako, ufanye vizuri kwenye kanisa lako, ufanye vizuri kwenye familia au kampuni au biashara uliko, lakini pia ufanye vizuri kwenye taifa. Kwa sababu Mungu ametupa taifa. Sisi ni Tanzania. Taifa ni la kwetu, rasilimali ni za kwetu. Kwa lazima tuwe na nguvu ya kuhakikisha kwamba rasilimali tunazitumia vizuri na kusababisha Tanzania inakuwa ni sehemu nzuri sana. Kwa jambo la kwanza na kusii kijana mwenzangu, lazima uwe una ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Neno la Mungu. Jambo la kwanza, ufahamu sahihi ambao hapo tunapata kwa kusoma Biblia. Kwa lazima ujiwekee ratiba kwamba ya kusoma, kuelewa Yohana ni nani, Musa ni nani, utapata kwa kusoma. Kwa unaposoma pale kuna vitu utavipata. Unaona? Kwa lazima usome. Lakini katika kusoma haushiti kusoma kama gazeti. Jambo la pili, lazima utafakari.
Tukisema kutafakari kwa Kiingereza ni neno linaitwa meditation. Meditation kwa Kiebrania ni neno linaloitwa hagar lenye maana 3. So kutafakari Kiswahili, meditation Kiingereza, hagar kwa Kiebrania ambako Biblia Agano la Kale iliandikwa inatupa ni neno moja lenye maana 3. Meditation au hiyo hagar inamaanisha kuwaza, kufikiri, kukariri. Kuwaza, kufikiri, kukariri. Maana yake ndio kiwa neno uliwaze, ulifikiri na ulikariri. Maana yake mistari uikariri kae. Kwa mfano Zaburi ya 23, dunia nzima inajua Bwana ni mchungaji wangu, sitapungua na kitu. Si ndio kukariri. Katika maana ya kutafakari ya pili, baada ya kuwaza, kufikiri na kukariri, ni kusema. Kutamka. Kwamba umekutana na changamoto, Bwana ni nguvu ya wokovu wangu. Hata Yesu mwenyewe alipokuwa amekutana na shetani, alimjibu kwa neno. Hakumjibu kwa maombi bali. Yes, huo ni mtaji wa neno. Ndio. So utamjibuje mjaribu na una neno? Ndio maana nimesema lazima ulisome, ulifikiri, ukariri. Kwa likiwepo kichwani, hata adui akija, unaweza linatoka tu lenyewe automatically unakuta unalisema kwa sababu umelijaza. Na ndio maana pia Biblia imetusisitiza kitabu cha Wakolosai mlango wa 3 anasema neno la Mungu nalijae kwa wingi ndani yenu. Na naomba nisisitize hapo Yohana mlango wa 15, twende tu hapo, nataka tu nimpitishe 15 mstari wa 5 mpaka wa 7. Kwa sababu ni vijana tunawapa kanuni, ni vizuri sana kuzishika. Yohana 15 mstari wa 7. Biblia inasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Unaona hapo Yesu amesema na maneno yangu yakikaa wapi? Ndani yetu sisi. Kwa Kiingereza hapa amesema if my words abides. Neno abide manake stay permanently, manake maneno yakae moja kwa moja. Yasikae kifupi fupi. Mtu anakariri tuka kifungu fulani ametembea au kipindi fulani amekariri, kipindi fulani amesahau, amesharudi au akishapata majibu ya maombi yake anaachana na Biblia. Kwa nimesema jambo la kwanza, ufahamu juu neno la Mungu. Soma neno la Mungu, kuwa na ratiba, lisome, lifikirie. Najua tuna kazi, tuna biashara, lakini hakikisha siku hizi tuna smartphone, unaweza kuwa na Biblia huku, soma, maana ni chakula cha roho. Jambo la pili, kutafakari, ambao nimesema lazima ufikiri, uwaze na kumbuka. Maana ya pili ya kutafakari kusema, lakini maana ya tatu kushout ama kupiga kelele lile neno. Kutamka kwa sauti kubwa, kwa sababu kuna mambo tunakutana nayo ambayo unahitaji utamke kwa nguvu. Yes. Neno la Mungu liko ndani yangu, sitashindwa, mimi ni mshindi, mimi ni kichwa na sio mkia. Tena wale ambao wanaenda mavioni, mashuleni, wapi, mimi ni kichwa na wala sio mkia. Muona hapo nguvu ya neno hiyo. So ili tuwe na nguvu za kiroho kama nilivyosema, ufahamu wa neno la Mungu, kutafakari. Jambo la tatu na la msingi sana, mahusiano ya binafsi na nani? Roho Mtakatifu ambao ni Mungu. Kwa hiyo lazima umjue Roho Mtakatifu ni nani, anafanyaje kazi, unatembeaje naye, unapata muda naye, ambao unajua kwenye vipindi vijavyo tutamsoma Roho Mtakatifu peke yake kwa ajili ya maisha ya vijana. Tujue Roho Mtakatifu tunamtumiaje kwenye biashara, tunamtumiaje kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwenye elimu yetu, vyuoni, mashuleni, sekondari, wapi. Roho Mtakatifu anatusaidiaje? Biblia imesema Roho Mtakatifu ni msaidizi, ni mwalimu, kiongozi. Anakuongozaje? Kwa sababu unajua makampuni makubwa ilibidi sisi tunaomjua Kristo ni wenye Roho Mtakatifu tuongoze, na ambao wewe kijana unayesikiliza utayaongoza. Kwa kadri unavyosikiliza neno na linaingia ndani yako, utakuta kuna uwezesho, ile nguvu tunayozungumzia inaingia ndani yako, unaanza kufanya vitu kwa namna tofauti. Jambo la 4, lazima uwe na ratiba ya kufunga. Usile mwaka mzima. Vijana anapenda kula. Watu tena anakula mara 3, mara 7, mara ngapi. Sasa hizi watu wameongeza mpaka hata ratiba. Unakuta kijana ameweka ratiba yake ya kunywa juisi tu. Yaani atakula chakula lakini kuna ratiba ya juisi, kuna ratiba ya kwenda beach, kuna ratiba ya kwenda kuogelea, maji, yani si unajua mambo mengi. Ni mengi. Lakini at the end anakuja kumbe anampunguzia nguvu. Kijana lazima uwe na ratiba ya kufunga. Usile mwaka mzima. Usile wiki nzima, usile mwezi mzima. Katika wiki chagua siku yako moja, funga. Ili kwamba ile nguvu iliyo ndani yako ikapate kuwa active. Tukienda moja kwa moja kuangalia katika hizi nguvu za kiroho, maana yake bado tupo kwenye nguvu ya kiroho. Mambo gani yanasababisha kijana apoteze nguvu za kiroho? Maana wengine unaweza kukuta walikuwa nazo lakini at the end nguvu ikapotea.
vitu gani vinasababisha nguvu za kiroho kwa vijana kupotea? Kwa karne yetu nasema, anasema 21st century. 2000. Kuna kitu kinaitwa distraction. Kwa Kiswahili au vipingamizi naweza nikasema. Yes. Muda mwingi ambao mtu unautumia katika siku. Changamoto ambayo ni namba moja ambayo nimeona kwa vijana wengi ni matumizi ya mitandao ya kijamii. Sana. Kwamba unakuta mtu atatoka TikTok, ataenda hapa, na vitu anavyoviingiza sio vya kujenga roho yake. Ni vya kuharibu. Na taarifa mbaya, taarifa za kutisha. Kwa hiyo ile ina affect nguvu ya kiroho ya mtu. Unakuta mtu anakuwa mzito kuomba, amejaza vitu vingi kichwani, taarifa nyingi, kwa hiyo ina affect. Kitu kingine ambacho pia kina affect hii nguvu ya kiroho ni kula mwaka mzima. Haufungi. Yaani wewe mwili wako, kwa sababu ili roho iwe na nguvu lazima mwili uwe nini? Uwe dhaifu. Na ndio maana ni vizuri uwe una ratiba ya kufunga. Kwa hiyo usile sana ukashiba ukawa na no. Kula vizuri kwa afya mwili na ya ipe roho. Na ndio maana unakuta kuna mtu hawezi kuamka usiku. Akienda kula usiku anabwagia mavyakula ya kutosha. No. Kama kijana, kuwa makini na chakula. Kula vile roho anakuelekeza ili uweze kuwa na nguvu hata kuamka usiku kuweza kuomba. Jambo la lingine ambalo la msingi sana ni marafiki ambao kuna watu vioni wamepoteza ile nguvu waliokuwa nao tangu walikuwa huko chini. Kuna watu kwenye biashara wamepoteza marafiki. Kwa lazima uwe makini, na ndio maana nikasema somo la Roho Mtakatifu ni la muhimu sana. Roho Mtakatifu atakupa taarifa ya rafiki gani ni mzuri, rafiki gani uachane naye. Unaona? Kwa hiyo marafiki pia ni kitu cha msingi sana cha kufanyaje, cha kuangalia. Lakini pia nisisitize tu, kwenye mitandao ya kijamii kuna vitu vingi vinaendelea kwenye social medias, kwenye website. Kwa kama kijana, jifunze kuyalinda macho yako. Ukaone sahihi ili ile nguvu ya Roho Mtakatifu isifanyeje ndani yako. Lakini jingine ambalo la msingi sana ambao unajua watu wengine wanaweza kawa hawajui ni kijana lazima uwe na muda mzuri wa kunena kwa lugha. So kama uneni kwa lugha kuna nguvu. Kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ni siri ya muhimu sana. Kama uneni kwa lugha, yani unakuwa ni kawaida unakuwa anasema mwepesi. Yes. Unakuwa shallow. Lakini kama kijana lazima uwe na vipindi vya kunena kwa lugha. Maana yake maisha ya maombi. Lazima, yani maisha ya maombi ni ya msingi sana. Maombi, nisisitiza tu, hatuombi kwa sababu tuna shida. Tunaomba kwa sababu roho zetu zinahitaji ushirika na Mungu tuliye naye. Mahusiano, naongelea jinsia ya kiume na jinsia ya kike wanapokuwa katika mahusiano, hususan katika kipindi hiki cha ujana, yanaweza kusababisha nguvu za kiroho kupungua ndani ya kijana. Na ndio sababu nilikuwa naelekea kusema. Yani mahusiano haya ya mtoto wa kiume na wa kike yanachangia kwa hali kubwa sana, hali juu sana. Kwa sababu mtu pekee, unajua mtu wa karibu ndio anaweza kukuumiza. Kwa mahusiano haya ni ya kuwa nayo makini sana. Kwa sababu kuna watu wanabeba roho, kuna watu wana vitu wamevibeba. Kwa hiyo mahusiano ambayo sio sahihi yanakutenga mbali na Mungu. Kuna watu wameacha kuja kanisani, kuna watu wamepoteza hali ya kuomba kwa sababu tu ya watu waliokuwa wamehusiana nao. Wamepoteza ibada. Kwa watu ambao wamekuwa wafanyaje, wamehusiana nayo. Na nipende tu kusema somo la Roho Mtakatifu ni la muhimu sana, kwa sababu hata Roho Mtakatifu atakupa taarifa, yani huyu mtu sahihi, mtu sahihi, au wakati gani uwe na huyo mtu. Kwa Roho Mtakatifu atakupa. Kwa hiyo mahusiano haya ya mtoto wa kiume na kike ni kuwa nayo makini sana. Kuomba sana na kutoenda kwa hisia au kwa miemko ya mili. Kwa sababu leo tunazungumzia kwa kifupi hivi vitu, tutakapoingia kwenye kila somo moja hapo ndani tutaingia sana. Lakini kijana, nipende kukusisitiza uwe makini na mahusiano. Unaingia mahusiano gani? Kabla hujaingia kwenye mahusiano, hakikisha una uhakika na Roho Mtakatifu alichosema kwenye maisha yako. Sio kila mtu ni salama, sio kila mtu ni sahihi.
Watu wengi wamepoteza neema walizozibeba, wamepoteza ibada, wamepoteza vipawa na karama. Watu wengi hawatembei na katika ile nguvu ya Roho Mtakatifu aliyokuwa anatembea nayo mwanzoni, kwa sababu tu ya mahusiano ambao wameingia ambayo hayakuwa ya kimungu. Na adui shetani anajua ili aweze kumpata kijana atamletea mtu ambaye sio sahihi kwenye maisha yake. Kwa sababu haombi atajiona kama nipo sehemu sahihi. Niko sahihi. Lakini at the end anapoteza kila kitu. Kuna kijana anaweza kuwa anatazama right now, anasema kwamba kuna faida gani sasa za kuwa na nguvu za kiroho ndani yako wewe kama kijana? Kwanza faida ya kuwa na nguvu za kiroho ni kwamba unakuwa uwezo wa kutiisha shari yoyote inayotimia ndani ya maisha, amino kuja kwenye maisha yako. Yesu amesisitiza akasema hivi, yeye asikiaye maneno yangu asiyafanye anafananishwa na mtu pumbavu ambaye amejenga nyumba yake kwenye nini? Kwenye mchanga. Lakini yeye asikiaye maneno yangu na kuyafanya anafananishwa na mtu ambaye ana akili, ambaye amejenga nyumba yake kwenye nini? Kwenye mwamba. Akasema hivi, mvua na dhoruba zikaja zikapiga nyumba zote mbili. Yes. Kwa hiyo katika haya maisha kuna dhoruba zitakuja. Whether unampenda Mungu umpendi, dhoruba zote zitakuja. Usipokuwa imara. Tofauti ni kwamba uimara wako katika Mungu ndio utakufanya uwe vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana. Muhimu sana kwa makini, kujiandaa, kwa sababu dhoruba inakuja. Sasa pasipo nguvu hautabakia. Pasipo nguvu wanasema you will not remain standing. Yes. Kwa dhoruba inakuja. Katika biashara, katika kazi, dhoruba zitakuja. So kama hauna nguvu, hujaitengeneza ile nguvu, bado. Naomba nisome neno la Bwana katika kitabu cha Efeso mlango wa 3 mstari wa 20. Efeso 3 mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadri ya nini? Ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa lugha rahisi ni kwamba Mungu anajibu maombi tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadri ya nini? Nguvu inayotenda kazi wapi? Ndani yetu. Ndio maana lazima uwe na ratiba ya kufunga, uwe na ratiba ya kunena kwa lugha, uwe na ratiba ya kulitamka neno, kwa sababu hivi vitu vyote vinaweka atmosphere au hali ya nguvu kwenye maisha yako. So kama Mungu anajibu kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako, wewe kijana unatakiwa uhakikishe kwamba maisha yako inakuwa ni maisha ya maombi. Kufunga ni sehemu ya maisha yako, kunena kwa lugha ni sehemu ya maisha yako, ili kwamba ile nguvu ya Mungu inayotenda kazi ndani yako izunguke, ili chochote kitakachotokea kwenye maisha yako unabakia ni mshindi, na taifa linakutegemea na kanisa tunakutegemea. Kwa lazima uwe na nguvu. Tukienda kwenye nguvu za kiuchumi, hapa sasa ndio janga kubwa ambalo vijana wengi wana nguvu, wana nguvu za kimwili, naongelea kwamba wana uwezo wa kufanya kazi, wana uwezo wa kupambana, lakini bado kuna vijana wanatumia nguvu zao vibaya sana, hususan kufanya mambo yasiyokuwa ya kimuhimu. Tuangazie hizi nguvu za kimwili ambazo zinasababisha mtu kuwa na mafanikio kiuchumi, hususan kijana. Tuangazie, tupitishe hapo sasa kwenye nguvu za kiuchumi, namna gani kijana anaweza kutumia nguvu zake vizuri na katika mambo ya positive. Kwenye nguvu ya uchumi ni ya muhimu sana, kwa sababu kanisa linahitaji vijana wenye nguvu ya uchumi. Yes. Kwa sababu injili ni bure, lakini kuisambaza kuna gharama yake. Kuna gharama yake. Na wa kujenga makanisa ni kina nani? Ni sisi vijana. Wa kwa support watumishi ni kina nani? Ni sisi vijana. Na ufalme wa Mungu haujengi kwa maneno peke yake. Unajengwa na nini? Na fedha na mali ambazo uko nazo. Kwa hiyo kijana anatakiwa aelewe mfumo wa uchumi wa dunia unavyoenda. Ajifunze namna ya kutengeneza fedha, ajifunze namna ya kutunza fedha, ajifunze namna ya kuizidisha fedha, ili kwamba katika maisha tulionayo aweze kuwa msaada kwa familia yake, ndugu yake, kanisa na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo kijana anatakiwa atumie muda wake vizuri, na fedha anayoipata na hela anayoipata anatakiwa awe na hekima ya kujua niifanyeje ili iweze kufanyaje kuongezeka. Kwa hiyo kwa kijana tunatakiwa tufanye kazi, tuelewe, tujifunze, tusitumie muda wetu vibaya, tutumie muda wetu vizuri kujua namna fedha inavyopatikanika, namna fedha inavyotunzwa, namna fedha inavyoongezeka, namna fedha inavyoweza kuzidishwa, na tujitume katika hiko. Tushishie tu kuomba au kunena kwa lugha, lakini upambane. Turudi huko duniani. Ndio. Kwa sababu Yesu anasema ninyi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Yes. So tuende huko kwenye ulimwengu. Kama wewe ni mfanyabiashara, kuwa mfanyabiashara mwenye tofauti.
Kwa lugha nyingine, be a business person with a difference. Kama wewe ni mfanya kazi mwajiriwa, be a worker with a difference. Kama unaanzisha biashara, Mungu anapenda mtu anayeanza nayo. Na nikwambie tu, Mungu anajua biashara yote unayoifanya na yeye yupo ndani ya hiyo. Kwa hiyo lazima itakuwa. Kwa sisi vijana tuamue kufanya vitu vizuri vyenye utukufu. Kila mmoja atakuja kulipwa sawa sawa na kazi. Hii kazi gani? Ni kazi ya kujenga, kustahimilisha ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kama kijana, mbeleni Yesu Kristo atakuja kukulipa sawa sawa na kazi yako. So jitume katika kanisa la Mungu, ukifanya vizuri kutengeneza uchumi wako ili Yesu atukuzwe, kwa sababu sisi ni wawakilishi ama mabalozi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo nguvu ya uchumi tunahitaji tuifanyie kazi vizuri ili ufalme wa Mungu uweze kujengwa, kwa sababu atakuja kutulipa siku moja. Kuna vijana watakuwa na kutazama right now, wanaweza kuwa walipoteza nguvu ya kiroho, walipoteza pia nguvu za kiuchumi. Mwingine alipoteza direction ya maisha kabisa, right now anakutazama kupitia Domi. Mwambie sasa hizi kijana atumie nguvu zake kwa mambo yapi kwa kumalizia? Vijana ambao wamepoteza nguvu zao, maybe walikutana na mahusiano ambayo sio sahihi, walikutana na marafiki ambao sio sahihi, au walijiingiza kwenye vitu ambavyo sio sahihi. Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anakukaribisha. Karibu. Na napenda kusisitiza, wasiliana nasi ili tukupe mwongozo mzuri, kwa sababu tuna vikundi vya maombi tofauti tofauti, tuna mazingira ambayo yatarejesha hali yako ya ibada. Kwa hiyo hujapoteza, wewe ambao umekata tamaa, hiyo tamaa ambayo imekatika, usiwaze, rudi kwa Kristo Yesu. Karibu kwetu, uungane na sisi vijana. Tuna ratiba mbalimbali za maombi za kuhakikisha kwamba roho yako inarudi. Usijihukumu, usikate tamaa. Karibu, jiunge nasi ili uweze kurudisha na kurudi kwenye nafasi ambayo Mungu alikuwa amekupangia. Anaitwa Deogratus Fidelis. Huyu ni kiongozi wa vijana hapa Mwenge, lakini pia ni mwalimu wa watoto. Kufikia hapa mimi sina jipya. Shukrani za dhati kabisa ziende kwa Efata Inua Jamii SACCOS. Hii ni SACCOS inayotoa mikopo kwa riba nafuu na kwa uhakika, kwa uaminifu. Lakini pia unaweza kununua hisa pamoja na kuweka akiba. Mimi nikwambie tu sehemu sahihi basi ni Efata Inua Jamii SACCOS. Shukrani pia kwa Georgian Classic Wear. Hawa ni wauzaji wa nguo. Kama ukiniona na muonekano fulani hivi amazing, basi hao ni wauzaji wa nguo ambao wanapatikana pale Manzese Plaza. Ukifika pale utapata nguo kwa bei nafuu kabisa. Kufikia hapa mimi naweka nukta, tukutane kwenye Positive Vibe. Positive Vibe. Hapa ndipo ambapo kuna utamu sasa. Hapa ni vibe kama lote. Na nikwambia tu humu ndani leo siko peke yangu. Niko na MC Kuse, sauti ya dhahabu. Basi tutakuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia tukumbushe tu, leo katika Positive Vibe viko vitu vizuri ambavyo tumeweza kukuandalia siku hii ya leo. MC Kuse. Naam. Vipi kwanza kule kwenye Days Talk? Mambo yaliendaje? Bwana, kule mambo yalikuwa shwari sana. Kwa sababu tulikuwa na kijana mwenzetu Deogratus, amefundisha vizuri sana juu ya kutumia nguvu. Akasema kuna nguvu za kiroho, lakini pia kuna nguvu za kimwili, ambazo nguvu za kimwili ndo zinapelekea mtu kufanikiwa katika masuala mazima ya kiuchumi. Na amewashauri vijana. Ndio. Yaani kuna kitu kimoja ambacho amekisema, usile mwaka mzima. Uweke. Wewe unafunga. Okay. Yaani vijana wafungi. Kwa hiyo labda tuweke akiba. Akiba nini? Funga. Yes, huyu ni MC Kuse, lakini pia nikukumbusha kwenye Days Talk ndiye ambaye aliweza kusimamia gurudumu lote la Days Talk, na amekwambia kuwa alikuwa na kijana mwenzetu ambaye yeye alikuwa anazungumzia kwenye habari za nguvu. Lakini pia huyo sio mwingine, alikuwa ni Deogratus. Lakini pia leo katika Positive Vibe au niwaambie kwanza tuna challenge. Challenge yetu inasema kati ya yani ni challenge ndogo. Ndio. Kati ya kupoteza simu na kumpoteza Roho Mtakatifu, kipi kinauma zaidi au kipi kina maumivu zaidi? Yani ukipoteza simu, maumivu yale unayopata, na ukampoteza Roho Mtakatifu, maumivu unayopata, yapi ni maumivu ambayo yanauma sana? Tuanze kwako. Kipi ambacho kinakuuma zaidi? Simu au Roho Mtakatifu? Mimi hata nikipoteza iPhone sipati maumivu sana na kama nikimpoteza Roho Mtakatifu. Lakini in reality tu, Vase. Roho Mtakatifu ndio nuru ya maisha yetu, si ndio? Ndio.
Na ukimpoteza Roho Mtakatifu unaweza kuwa umepoteza dira ya maisha. Kweli. Lakini mimi nimeshuhudia sana. Sijawahi kusikia tangu nazaliwa mpaka umri wangu hapa nilipofika nikakuta kijana mwenzangu anaumia anakwambia, wewe nimempoteza Roho Mtakatifu. Chache sana. Wengi. Lakini mbona hapa kanisani wapo wengi sana? Kanisani wapo wengi, lakini kwa nje wengi wanaumia kwa nini wamepoteza siri. Niambie marafiki zako wangapi walikwambia kwamba Vesi naumia sana kwa sababu nimempoteza Roho Mtakatifu? Ni wengi, lakini sasa wale ambao wameamua kumrudia Mungu wake analalamika kwa nini amempoteza Roho Mtakatifu, anajutia ile maisha yake ya nyuma, kwa nini aliishi hivyo, kwa nini alifanya hiki na hiki, lakini mwisho wa siku ameyarudisha maisha yake. Lakini in reality ukiangalia watu wengi sana mioyo yao imejaa kwenye nini? Kwenye vitu vya dunia. Na ndio maana mtu kwa siku asipoongea na simu na mpendo wake ama mtu muhimu, yani anaona kama siku haijaenda poa. Lakini muulize, vipi wewe leo umesali au umeongea na Mungu wako? Umeomba? Anaweza kwambia hata sijaomba. Mwingine anaamka asubuhi aombe na unatakiwa ufanye morning glory. Wengine hawajui. Kuna vijana wengine wanaamka tu, nimechelewa sasa hivi natakiwa niingie kazini saa 2. Huyo kashaondoka. Lakini kama ukiamua ukisema kwamba mimi Vesi naamka asubuhi nitafanya morning glory, na huo ndio utaratibu wangu. Unaanza kuongea na Mungu kabla ya simu. Naamka nafanya morning glory, mchana nitakuwa na maombi, jioni nitakuwa na maombi, na usiku wakati wa kulala unajikabidhi. Hata ile saa 8, saa 9 unaamka unaomba. Ndio. Tena hakuna maombi mazuri kama maombi ya usiku. Lakini shetani alipomjanja, ukiamka asubuhi cha kwanza unakuta simu. Unawasha kwanza unaangalia yaliyojili. Okay. Yani hilo ndio ilikuwa swali letu la leo, kwamba kati ya Roho Mtakatifu na simu yako, kipi ambacho ukipoteza kitakuuma zaidi? Hivi kwanza unaitaka kushuhudia wewe? Kushuhudia? Ya unaenda kushuhudia. Wapi? Of course marafiki zangu pia na kuwa nao wanawashuhudia. Unajua unaweza kumshuhudia mtu wa karibu na watu wengine unakuta tunatembea kizoni pia kwenye mitaa yetu, watu tunaenda tunashuhudia. Siku nyingine hata mwenyewe tu pia nikiwa natembea na tabia ya kushuhudia. Nashuhudia wenzangu ya. Sawa. Basi huu wimbo wa leo unaitwa Nina Ushuhuda, kutoka kwa Rehema Simfukwe pamoja na Jonathan Kaltagata. Ni jamani kama mkongwe hivi. Yes, jamaa. Kwanza ukisikiliza wimbo, tuachane na uraia wa mtu, lakini turudi sasa kwenye wimbo. Ukisikiliza ule wimbo, ule dada ameimba ule wimbo, mtumishi wa Mungu ameimba ule wimbo akiwa anamaanisha sana. Unajua ukimsikiliza historia yake nyuma hapo, anaelezea kwamba aliolewa, alikuwa na ndoa yake, yani maisha yake ya kwenye ndoa ni mazuri, yani hakuwa na changamoto yoyote ambayo imemkuta kwenye maisha yake ya ndoa, lakini changamoto ambayo ilikuja kumkuta ni kuhusu mtoto wake. Ni bahati nzuri kwa sababu hiyo yote ni mipango ya Mungu. Yani baraka. Yes, kwa sababu ameelezea yeye hakutarajia kile ambacho amekiona, lakini mtoto wake ameipata kama ni ulemavu, lakini anaendelea kumtukuza Mungu. Yes, bado anamtukuza Mungu, na ndio maana akasema nina ushuhuda. Huyu Yesu kweli anafanya. Na ukiangalia katika historia yake, nyimbo zake nyingi anapenda kumsifu Mungu. Na kumsifu kwake Mungu ni kwa kutumia nyimbo zake. Lakini pia Vesi, moja ya kitu ambacho Rehema Simfukwe anakifanya right now Tanzania ni anatembea kwenye vituo vile vya watoto yatima, lakini pia wale watu special. Rehema Simfukwe anatembea kule na kuwa show love. Ni moja ya kitu ambacho hata pia watu na hapa kitu kingine ni kwamba kijana mwenzetu tunatamani tushie ule upendo. Unajua sio mpaka ulazimishwe uende kushuhudia, sio mpaka upigwe au si ufanywe kitu gani, hapana. Kushuhudia ni uamuzi wako wewe mwenyewe. Tamani, yani kutoka moyoni, yani liwe tamanio lako la moyo kwamba mimi natoka sasa hivi naenda kushuhudia. Na ukisikiliza ule wimbo unasema nina ushuhuda, huyu Yesu kweli anafanya. Anafanya tena na tena. Yesu amenitendea. Huyu Yesu kweli anafanya. Anafanya tena na tena.
Yes, mimi na imani kupitia wimbo wa Rehema Simfuko akiwa na Jonathan Kaltagata, mimi na imani utaenda kubadilisha maisha yako kutoka namna moja kwenda namna nyingine, na kukumbusha tu tusiache kushuhudia wenzetu, kwa sababu wimbo ni shuhuda tosha. Unasema nina ushuhuda, basi mimi na imani utaenda kushuhudia vijana wenzako ili tuzidi kuleta ulimwengu wetu kwa Yesu. Kwako MC Kuse? Bwana, the weekend tukiwa ndo tunaianza, unajua Ndio. Yes, lakini shukrani za dhati kabisa ziende kwa Efata Inua Jamii SACCOS. Usihangaike kwenda kausha damu. Ndio. Unajua wengine wapo hospitalini wanaumwa, wanaambiwa wamepungukiwa damu, kumbe walienda kwenye kausha damu, damu imekauka. Sasa usihangaike bwana, ukitaka mikopo yenye riba nafuu na yenye masharti rafiki, wewe ni eneo sahihi, basi nichukue mkopo Efata Inua Jamii SACCOS. Lakini sio mkopo tu. Pia pale unaweza ukaweka akiba, lakini pia ukanunua hisa zako. Lakini mimi nasema kila siku ukiona tumependeza na Yesu wetu. Yes, lakini kimavazi ukiona basi tumependeza, sisi tumependezeshwa na Georgian Classic Wear. Hawa ni wauzaji wa nguo ambao wanapatikana Manzese pale. Ukifika Manzese Balesa, mkono wako wa kushoto utakuta kuna Manzese Plaza, duka namba 2 utakutana na duka kubwa linauza basi nguo zenye ubora kwa bei nafuu, bei sawa na bure kabisa. Basi na sisi tukiona tumependeza, basi sisi tumependezeshwa na Georgian. Na ukitaka kupendeza kwa muonekano wa kipekee, sogea pale Manzese. Na nikukumbusha tu tulikuwepo mwanzo mpaka mwisho. Mimi jina langu naitwa Vase Edward, lakini pia nilikuwepo na MC
Kuse, sauti ya dhahabu, the church boy. Yes. Halisi jina langu ni Benjamin Kusenga. Tunapatikana katika mitandao yetu ya kijamii kule Facebook, Instagram, lakini pia kule TikTok tunapatikana kwa jina la Efata TV. Na nikukumbushe pia katika vingamuzi pale kwenye Azam tunapatikana kwa jina la Efata TV. Ukienda pale Azam Channel, ukifungua tu kingamuzi chako kwenye Azam Pap, unaingia Azam Channel, bango linajieleza. Lakini pia ukija mkono wako wa kulia utaona Efata TV. Tunauleta ulimwengu kwa Yesu. Kupitia kipindi hiki mimi na imani utabadilisha mwelekeo wa maisha yako, kwa sababu hapa tunamcha Muumba wetu siku za ujana wetu. Domi ni kwa ajili yako wewe kijana. Tukutane tena siku nyingine na wakati mwingine kama sasa. Bye bye.